Kati ya mechi ambayo inatarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake, ushindani mkali, ni pamoja na mechi ya Yanga wananchi wanaokwenda kucheza ugenini dhidi ya wenyeji wao Pamba Jiji kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza. Kuna sababu kadhaa ya kufanya mchezo huo uwe wa kuvutia, utarajiwe kuwa na ushindani mkali. Kubwa ni juu ya performance, viwango kwa timu zote mbili. Hivi sasa Yanga ndani ya mechi 5 zilizopita imeshinda mechi 2, imetoa sare mechi 3. Pamba katika mechi 5 zilizopita imeshinda mechi 2, imetoa sare mechi 3. Kwa hiyo unaweza kaona performance yao kwa mechi 5 zilizopita kila moja ni 60%, kwa sababu wamepata pointi 9 kati ya pointi 15. Yote 9. 10 ni juu ya ubora wao katika kushambulia. Yanga ndio timu ambayo mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara inaongoza kwa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Wachezaji wake, nafasi wanazozipata, uwezo wao kuzibadilisha kuwa mabao ni mkubwa mno kuliko timu yoyote katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, kwa sababu Yanga kuelekea mchezo huu wakiwa wamecheza mechi 17 wamefunga mabao 35 na ndio wanaongoza pia kwa mabao. Lakini Pamba Jiji ndio timu ya pili kwa uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu Yanga goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 28%. Lakini kwa Pamba wao wamepiga mashuti 82, kati yao 39 yamelenga shabaha, wamefunga mabao 19. Goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 23%. Kiwango ambacho kinawafanya wawe ndio timu ya pili kwa uwezo mkubwa wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Sasa hili ni eneo mojawapo ambalo unaona linaenda kuifanya mechi kuwa na mvuto wa aina yake. Lakini jambo lingine ni ukweli kwamba Pamba mpaka sasa katika timu zinazoongoza kwa tofauti ya mabao, yani ya kufunga na kuruhusu, goal difference, wao wanashika nafasi ya 4 nyuma ya Yanga wanaongoza kwa kuwa na goal difference nzuri zaidi, yani tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Sababu Yanga wamefunga mabao 35, wameruhusu mabao 3. Goal difference ni 32. Wanaofuatia ni Wekundu wa Msimbazi Simba, wamefunga mabao 26, wameruhusu mabao 6. Wanaofuatia ni Azam waliofunga mabao 23, wameruhusu mabao 5. Pamba wanashika nafasi ya 4 kwa sababu wamefunga mabao 19, wameruhusu mabao 14. Goal difference ni 5. Kwa hiyo wanakwenda kwenye mchezo huu wakiwa na sifa hiyo. Pamba kwenye msimamo ni ya 5. Pamba imeimarika sana kwenye uwezo wake wa kuvuna point kulinganisha na msimu uliopita. Msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara baada ya mechi 30, Pamba ilimaliza nafasi ya 11, ikiwa ndio timu iliyokuwa na safu butu ya ushambuliaji, kwa sababu ilifunga mabao machache zaidi kwenye ligi msimu uliopita, ikifunga mabao 22 tu, sawa na timu zilizoteremka daraja. Yani Ken Gold nao walimaliza na mabao 22, lakini Kagera Sugar walimaliza na mabao 22. Pamba walimaliza wakiwa wamefunga mabao 22, wakiruhusu mabao 34. Lakini leo hii baada ya kucheza mechi 17, Pamba inashika nafasi ya 5, ikiwa ndio timu ya 5 kwa kupachika mabao mengi. Tayari imeshafunga mabao 19. Yaani imepungukiwa mabao 3 tu kufikia idadi ya mabao waliofunga msimu mzima uliopita 2024 2025. Wanaongoza kwa mabao ni Yanga ambao ndio wanakwenda kucheza nao, wamefunga mabao 35, wanaofuatia Simba mabao 26, wanafuata Azam mabao 23, wanafuata JKT Tanzania waliofunga mabao 20, ingawa wao wameruhusu mabao 17. Kwenye goal difference hatukuiona JKT kishika nafasi ya 4 bali Pamba, kwa sababu mabao waliofunga 20 wameruhusu mabao 17. Pamba wanashika nafasi ya 5 kwa kufunga mabao mengi ambao ni mabao 19. Jambo lingine ni ukweli kwamba kwenye mzunguko wa kwanza, raundi ya pili, Yanga walicheza dhidi ya Pamba wakashinda 3-0 jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa KMC Complex. Sasa ni nafasi sasa kwa Pamba kulipiza kisasi kwa sababu ya kupoteza mchezo wa kwanza mabao 3 kutoka kwa Yanga. Sasa wakiwa chini ya kocha Francis Baraza ni wajibu wao kulipiza kisasi. Nikikumbuka msimu uliopita wao ni miongoni mwa timu ambazo zilizawadia Yanga mabao mengi. Yanga msimu uliopita waliongoza kufunga mabao, wakifunga mabao 83. Katika mabao yao waliofunga Yanga msimu uliopita 7 waliyafunga kwa Pamba, 3-0, 4-0 katika mechi 2, jumla mabao 7. Msimu huu tayari Pamba wameshapoteza 3-0. Kwenye mchezo huu wanapaswa kuendelea kukomaa kama walivyoonyesha katika mechi za karibuni kwamba wameimarika zaidi. Maana katika sare zao 3 kwenye mechi 5 zilizopita, ndani yake kuna sare ya 2-2 dhidi ya Azam ambayo ni wao waliotangulia kufunga mabao 2. Pamba walitangulia kufunga mabao 2.
Azam walilazimika kuja kusawazisha katika kipindi cha pili. Maana walifunga bao la kwanza katika kipindi cha kwanza, la pili wakafunga dakika ya 3 ya kipindi cha pili, wakawa wanaongoza 2-2. Bahati mbaya kwao wakashindwa kuzuia, hasa baada ya mabadiliko ya Azam ikiwamo kuingia kwa mshambuliaji Jia kama Ngangita, wakasawazisha Azam, mechi ikaisha 2-2. Lakini wakatoa sare dhidi ya Simba bao 1-1, bao zuri la James Mwashinga, mpira wa kutenga ulimshinda Mahamadou Tanje Jibo, tunakumbuka vizuri. Mechi kali iliisha 1-1. Mechi ya mwisho alicheza na Mashujaa iliisha kwa suluhu. Sasa wanakwenda kucheza dhidi ya Yanga wakiwa na rekodi hiyo ya kwamba wako vizuri katika kubadilisha nafasi za mabao kuwa mabao, lakini hivi karibuni wamekuwa wazuri pia katika kuzuia. Lakini wanakwenda kucheza dhidi ya Yanga ambayo ndio inayoongoza kwa kupachika mabao ikiwa na mabao 35, ndio inayoongoza kwa ukuta imara zaidi ikiwa imeruhusu mabao 3, ndio inayoongoza kwa pointi nyingi ambazo ni pointi 41 katika mechi 17 walizocheza. Hakika itakuwa ni mechi yenye mvuto katika maeneo mengi kama nilivyotoka kueleza, lakini eneo lingine mojawapo, Pamba msimu uliopita performance yao msimu mzima ilikuwa ni around 38% kwa sababu walimaliza ligi wakiwa na pointi 34 baada ya mechi 30 na kushika nafasi ya 11 kama nilivyoeleza awali. Hivi sasa mechi 17 tayari wana idadi ya pointi 26 ambazo zinawafanya performance yao, kwa sababu pointi 26 katika mechi 17 ilipaswa wawe na pointi 51, ni performance ya around 51%. Uwezo wao kwa general, kwa ujumla performance, ufanisi umeongezeka kwa 13%. Ndio wanakwenda kucheza dhidi ya Yanga. Itakuwa vipi mechi hii? Wachezaji moja moja. Golikipa Djigui Diarra anaongoza kwa clean sheets. Ndio. Kabla ya kusimamishwa kwa michezo mitatu kutokana na makosa aliyokutwa, alikutwa na hatia kupitia kamati ya uendeshaji na usimamizi ya ligi kuu, kamati ya bodi ya ligi. Djigui Diarra anaongoza akiwa na clean sheets 10. Yani kucheza mechi bila kuruhusu wavu wake kuguswa. Alikuwa ameshacheza mechi 13, ana clean sheets 10. Lakini wanaofuatia ukiondoa Aishi Manula, ukiondoa Amonome wenye clean sheet 77, anayefuatia ni Yona Amos, golikipa wa Pamba Jiji, ambaye yeye ana clean sheet 6 baada ya kucheza mechi 13. Djigui Diarra clean sheets 10 baada ya kucheza mechi 12. Sasa hili linaweza kawa chachu pia kwa golikipa kuendelea kuonyesha ubora wake katika kuzuia. Pamba bahati mbaya kwao, kwa ujumla tangu ligi ianze wameshapigiwa mashuti 48 ya kulenga shabaha. Makipa wao wakiongozwa na Yona Amos wamecheza saves 34 na ndio maana wameruhusu mabao 14. Lakini Yanga mpaka sasa ndio timu iliyoruhusu mabao machache. Wameruhusu mabao 3 na wamefanya hivyo baada ya kupigiwa mashuti ya kulenga shabaha ambayo hayafiki 20. Ni takriban mashuti 18 ndio wanaokutana. Lakini kuna wachezaji moja moja Yanga, kuna Peodo Pako Mzuzwa yupo kwenye kiwango bora. Alan Okello katika mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prisons alikuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo. Lakini kwa Pamba wapo akina James Mwashinga wako vizuri, Tegis Momanyi, Shasiri na Himana, lakini wapo akina Yonta Kamara. Lakini kwenye faulo Yanga wanapaswa kuwa makini kwa sababu wana wachezaji kadhaa majeruhi. Kwenye mchezo huu wanapaswa kuwa makini katika eneo hilo kwa sababu timu inayoongoza kwa kuchapa, kwa kucheza faulo katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa ni Pamba. Kabla ya mechi yao dhidi ya Mashujaa walishachapa kucheza faulo 310 na kwa ndio wanaongoza kwa faulo katika ligi kuu. Wastani wa kucheza faulo 19 kila mchezo, na hiyo ilikuwa ni kabla ya mechi dhidi ya Mashujaa. Na miongoni mwa wachezaji wao wanachapa sana ni pamoja na kiungo wao Kevin Nation. Hataki masiara hata kidogo katika kulinda ukuta wao usifikiwe mara kwa mara, yeye huwa anamaliza kabisa eneo la kati. Kwa sababu hiyo, Kevin Nation ameshacheza faulo 43 kabla ya mechi yao dhidi ya Mashujaa. Sasa Yanga wakati wanakwenda kucheza dhidi ya Pamba, wakati wakitafuta pointi 3 muhimu kuendelea kujiimarisha kileleni mwa msimamo, wanapaswa kujua kwamba Pamba hii ya sasa inacheza kwa discipline ya kuhakikisha hawaruhusu mabao, lakini kutimiza hilo huwa washindwi kucheza faulo za kibinu hasa eneo la kati kuhakikisha wanakuwa salama. Uzuri tu ni kwamba faulo hizo za Pamba nyingi huwa ni za kimchezo, za kimbinu kuhakikisha wanazuia mashambulizi ya kushtukiza, na kwa sababu hiyo matarajio ni kuona kwenye eneo hili pia hasa eneo la kati Kevin Nation anakwenda kukutana na Mohamed Damaro Kamara endapo wote atapata nafasi ya kucheza. Lakini kuna Mudathi haya basi eneo la kati, kuna Zuka Buya. Fundi itakuwa vipi?